Umebarikiwa sana. Unaweza ukasogea viti vya mbele. Tunamshukuru Mungu tena kwa nafasi nyingine ambayo ametupatia asubuhi ya leo ya kuweza kupatikana katika kipindi hiki cha kuelimishwa na neno la Mungu na pia pamoja na maombi katika jina la Yesu. Unayeungana nasi ukiwa nyumbani popote ulipo, pia tunasema karibu sana katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Tunamshukuru Mungu kwa kutupatia wewe na kuomba ukaweze kushare video hii ili ukaweze kukua baraka kwa wengine katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Sema amen. Basi tunamshukuru Mungu tena katika jina la Yesu. Tunaongea wiki hii kuhusiana na roho zisizofurahia ukiwa sawa. Sijui kama unajua ya kwamba kuko na evil forces za kuhakikisha usikuwe sawa. Kuna nguvu za kupigana na wewe, mambo yako isiwe sawa, vitu vyako visiwe sawa. Tuko na hizo nguvu katika dunia hii, na pia tuko na watu ambao kazi yao ni kuhakikisha mambo isiwe sawa kwako. Nilikwambia ya kwamba sisi tuko na miili ya aina mbili. Biblia inasema hivyo katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15. Inaongea kuhusu tena kuna miili ya mbinguni na pia kuna miili ya duniani. Tuko na miili mara mbili. Nataka unishike vizuri. Sasa kila mtu anapaswa kujua niko na miili mbili. Niko na mwili ya mbinguni na niko na mwili wa duniani. Mathayo 4:1, Yesu akamwambia Shetani, huyu mwanadamu huyu aliye na mwili wa mbinguni na mwili wa duniani hataishi kwa mikate tu. Yesu hakusema asikule mikate, lakini alisema si mikate peke yake itamweka, ni ataishi kwa mikate na pia kwa neno. Mikate ni ya kulisha mwili wa duniani. Hiyo inasimamia mahitaji yetu ya kimwili. Tunahitaji ugali, tunahitaji vyakula. Hiyo inasimamia mahitaji yetu ya kimwili. Hii miili yetu ya duniani iko na mahitaji yake. Akasema si kwa mikate tu, ila pia ni kwa mikate na kwa neno. Neno pia ni chakula chetu cha kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri kila mmoja kujua ya kwamba niko na mwili wa kiroho na niko na mwili wa kihalisi. Bwana Yesu asifiwe. Kumaanisha kwamba kuna mwili mmoja unaonekana na kuna mwili ambao hauonekani. Jina la Bwana litukuzwe. Unaweza ukajeruhiwa nikaona, na unaweza ukajeruhiwa nikakosa kuona. Ni ukweli? Mtu akipata ajali au mie, tutaona ama hatutaona? Tutaona. Sawa.
lakini mtu anaweza akakuumiza moyo. Tutaona hiyo haionekani, kwa sababu ameumiza spirit yako, ameumiza kisichoonekana. Hiyo ni kumaanisha kwamba tuko na adui wa kimwili na tuko na adui wa kiroho. Tuko na watu wa kawaida tu ambao kazi yao kabisa hawataki mambo ikuwe sawa kwako. Tuko na watu wanadamu, na ni vizuri ujue hivi. Tuko na wanadamu ambao hawataki kabisa ufurahie na mambo ikuwe sawa kwako. Hawafurahii. Tuko na wanadamu ambao hawafurahii wakati mambo iko sawa kwako. Hao watu tuko nao kazini, hao watu tuko nao kanisani, hao watu tuko nao nyumbani, hao watu tuko na wao kila mahali ambapo tunapatikana. Tuko na watu ambao hawafurahii wakati mambo yetu iko sawa. Na ni vizuri kwa wewe kujua hivi. Fulani haisi vizuri, mambo yako iko sawa. Fulani amesikia umenunua gari, amehisi vibaya. Amesikia umejenga, anahisi vibaya. Anasikia mtoto yako amepita, anahisi vibaya. Anasikia nini, anahisi vibaya. Tuko na wanadamu ambao hawafurahii wakati mambo ni sawa kwako, kwa sababu mambo yanapaswa kuwa sawa kwako. Kuna wale hawafurahii mambo ikiwa sawa kwa biashara, mambo ikiwa sawa kwa ndoa, mambo ikiwa sawa. Kuna watu wanahisi vibaya hata vile ndoa yako inaendelea vizuri. Mtu anahisi vibaya na ako na bwana yake, na ako na bibi yake, na ako na kwake, lakini anahisi vibaya na wewe vile unaendelea. Na ya pili, tuko pia na maroho katika ulimwengu wa roho. Tuko pia na evil forces, spirits, ambazo pia ni kazi yao kuhakikisha mambo isikuwe sawa kwako. Tuko na maroho ambao kazi yao ni kuhakikisha mambo isikuwe sawa kwako. Ni kazi ya shetani kuhakikisha mambo isikuwe sawa kwako. Sasa mimi nataka uangalie kwamba una watu wanapigania kabisa mambo isikuwe sawa kwako. Watu hawataki kusikia ripoti mzuri kukuhusu. Watu hawataki kusikia ripoti za kufurahisha kukuhusu. Dunia ya sasa watu wanafurahishwa na mabaya yanapopata watu, ndio watu wanafurahia. Wakisikia biashara yako imepatwa na shida, hapo ndio watu wanafurahia. Wakisikia umefiwa, wanafurahia. Wakisikia umepata shida, wanafurahia. Wakisikia umefutwa kazi, wanafurahia. Wakisikia ndoa yako iko na shida, wanafurahia. Lakini hawataki kusikia mambo inaendelea vizuri kwako. Watu hawataki hizo ripoti, watu hawataki. Watu wanafurahia mabaya za watu kwa mitandao, lakini hawana nafasi ya kufurahia mazuri ya watu. Na ndio maana nimekuja kukuambia katika jina la Yesu, tuingie katika maombi tuweze kushinda hizi roho. Wiki mzima tutaanza katika kitabu cha Genesis, tukienda tukiangaliaga ni nani hawa walihisi vibaya wakati watu walikuwa wanafanya vizuri na wakafanya bidii kuwatoa katika hiyo maisha. Maana leo nimekuja kukuambia, mtu yoyote haisi vizuri, unafanya vizuri kibiashara, atafanya bidii hakikisha ikuwe vile anataka. Maana ujue kuna watu wanatarajia mabaya yakupate, hayakupati, wanachangia mabaya ikupate. Yes, tuko na watu aina hiyo. Watu wanaweza wakangojea uanguke kibiashara, hauanguki. Wakapanga njama, ukakuja ukaibiwa ili uanguke, wafurahie. Mioyo yao isi vizuri, mioyo yao ifurahie. Jina la Bwana litukuzwe. Lakini tunatangaza katika jina la Yesu, tunaelimika ili tusiwe hatujui, ili tuweze kujua na tujifunze kuomba katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema asifiwe Yesu. Kwa hivyo ni vizuri ukae ukijua ya kwamba kuanzia kwa Biblia tumekuwa na wanadamu na tumekuwa na maroho ya kufurahia wakati watu wanafanya vibaya, na hawafurahii watu wakiwa wanaendelea vizuri. Hiyo vitu imekuwa kutangia mwanzo na mpaka wa leo iko. Ni vile hizi roho ujificha sana. Hizi roho ujificha sana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimeona kuna vipindi huwa nasikiliza ya dada mmoja anaitwa Lynn Ngugi. Kama huwa unasikiliza, taka kusikia historia za watu ambao wamepitia, mimi nawasikiliza sana.
watu ambao wamepitia mabaya, watu ambao walifanya mabaya, watu wa nini, na wasikiliza sana. Watu ambao wako kwa jela, watu ambao walifanya vitu haikaenda vizuri, na wasikiliza sana, kwa sababu hao ni advisors wazuri. Mimi nimesikia historia ya watu, mtu akilalamika, dada yangu nilipoolewa alihisi vibaya na alifanya juu chini mpaka akaninyaganya mwanaume, akanijaganya mume wangu. Dada ya nani? Dada yake. Tumeona katika movies za Nigeria, dada anaamua kusaidia dada yake kwa sababu anakwao siku nzuri sana, anaamua kumchukua kwake amsaidie. Inamalizia aje? Anamnyaganya mume wake na hataki kujua. Wapendwa, saa zingine tuko na watu wengi wako karibu na sisi, hawaishi vizuri vile unafanya vizuri, na bado wanaendelea kutafuta namna ya kukuleta chini. Wacha nikwambie hivi, mimi niliamua kutoka katikati ya watu ambao hawaishi vizuri nikifanya vizuri. Wacha nikwambie, nilitoka. Sitaki kujua umeokoka uja. Nilitoka na nikatoka. Nikaona nikipatwa na kibaya, ninaona baadhi ya watu wanafurahia. Watu wakisikia ripoti mbaya wanafurahia. Nikasema, na ninafanya nini katikati ya watu? Nikatoka kabisa. Afadhali nikae katikati ya watu wawili na watatu ambao wanafurahia na kunitakia mema. That's better kuliko kukaa katikati ya watu wengi ambao wanacheka na midomo, lakini mioyo yao inahisi vibaya vile unafanya vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wiki hii tunaenda kubambana na roho zisizofurahia wakati unafanya sawa, wakati uko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kuhisi vibaya, kuhisi wivu, kuhisi vibaya, na pia kufanya nini? Kukua na wivu, kukua jealous wakati mtu anafanya vizuri. Jambo la kwanza tunapaswa tujue ya kwamba tuko na vita mbili ambayo tunapaswa kupigana. Na nilikuambia ya kwamba ya kwanza unapaswa kupigana vita vya kupata. Biashara ambayo unafanya ni vita. Ni vita ya kupata. Unapigana ufanye nini? Upate. Unabambana upate. Kwa hivyo sote huwa tunaanzia kwa kutokuwa nayo. Kwa hivyo tunaanza kwa kupigana vita ya kukua nayo. Kila mtu anapigana akuwe na pesa. Kila mtu anapigana akuwe na mali. Kila mtu anapigana aishi vizuri. Kila mtu anapigana akule vizuri. Kila mtu anapigana mambo yake iwe sawa. Ni nani asiyefanya hiyo? Na sihitaji kukuambia upigane upate. Hitaji ulilo nalo ndilo linakusukuma kufanya bidii upate. Maana kenye kinakusukuma kupigana upate ni mahitaji ulio nayo. Unapigana watoto wasome, unapigana wakule, unapigana muishi, unapigana ufanye mambo katika maisha yako. Kwa hivyo hauhitaji kuambiwa upigane upate, ni kwa sababu uko na mahitaji unahitaji, inakusukuma kupigana upate. Tunapigana kwa kazi za aina mbalimbali. Tunapigana kwa kufanya kazi tupate, na leo nimekuja kusema pia tunapigana kwa kuomba ili tupate. Tupigane kwa ground. Kwa ground tunapigana kwa njia ya kufanya kazi, na katika ulimwengu wa kiroho tunapigana kwa kuomba. Hiyo inamaanisha ya kwamba kupata kunahitaji ufanye kazi, na kunahitaji pia uombe. Kuja omba, maliza omba, enda fanya kazi. Ombea kazi yako, ombea mafanikio, ombea iwe sawa, kimbia kwa kazi, enda uone maombi yako ikijibiwa. Ya pili, tunapigana vita, na nitaongeza iwe tatu. Ya pili, tunapigana vita vya kuendelea. Kwa sababu mti ukipandwa hauanzi kutoa matunda. Kuna stage ya kwanza unapandwa, stage ya pili unakuwa, stage ya tatu unatoa matunda. Kwa hivyo vita ya kwanza tunapigana tupate, vita ya pili tunapigana tuendelee kukua nayo. Tunapigana tuendelee kukua nayo. Tunapigana tuendelee kufanya vizuri. Biblia inasema basi wana wa Israeli wakaendelea kukua na nguvu. Walikuwa na nguvu 2025, na pia 2026 ukija ukawapata bado wako na nguvu.
Kuna watu walianza wakapigana wakapata na ikaishia hapo. Hapana mpendwa, tunapaswa pia kuendelea vizuri. Nasema unapaswa kuendelea vizuri. Biashara yako inapaswa kuendelea vizuri. Maisha yako inapaswa kuendelea vizuri. Ukishapata amani, unapaswa endelea na amani. Ukishapata ushindi, endelea na ushindi katika jina la Yesu. Ni vizuri kuombea kenye kinaendelea kizuri, kenye kiko kwa maisha yako. Ni vizuri kuomba na iendelee. Sio leo unafurahi, kesho tukija tunapata haufurahi. Kwa sababu unapaswa kuelewa vita ya pili ni vita ya kupiga vile kukosawa Bwana. Tunaomba tu tuendelee. Tunaomba pia tuendelee. Ukiingia mahali upate ya kwamba pengine ni kwa familia, mara nyingi tunatumiaga hiyo. Tukipata mme na mke wamekosana, wamekosana, tunaingia tunajaribu kutatua, tunatatua, tunacheka, mambo inakuwa sawa, tunawaambia tunaomba muendelee hivi. Yaani tu msicheke leo alafu kesho ikuwe mbaya. Tunaomba sasa siku zote iwe hivyo. Mpendo, sijui kama wewe umewahi omba ya kwamba vile unafanya faida pia uendelee kufanya faida. Sijui kama umeomba ya kwamba Mungu, ninafanya vizuri, ninaomba kuendelea vizuri. Sijui kama umewahi omba hiyo. Sijui kama umeomba, Baba niko sawa, naomba niendelee sawa. Mnanielewa vile nasema hapo? Chochote kimetendeka kizuri kwa maisha yako mpendwa, kinapaswa kuendelea. Unapaswa kuendelea kuifurahia siku zote. Unapaswa kuendelea kuifurahia siku zote. Alafu nambari ya 3, wapendwa, pia tunapaswa kupigana vita vya kuprotect kenye tumepata. Na leo niko hapa kukusisitizia na kukuambia usisahau kuombea kenye umepata. Ukimaliza kuomba upate. Ukimaliza kuomba uendelee kupata. Pia omba kenye umepata, ombea. Hapa ndipo niko na msisitizo zaidi. Hapa ndipo ninaingia na maombi yangu. Hapa ndipo nakuja kukuambia, number 1, jifunze kuombea mahali umefika. Sikuna mahali umefika? Hauyuko vile ulikuwako na hauyuko penye ulikuwako. Katika mambo mingi, hii si chama tu, sisemi upande moja. Katika mambo mingi, kiakili, kikazi, kimaisha, kipesa, kuna mahali umefika. Unaweza ukatuambia mimi nimefika hapa. Nasema hivi, jifunze kuombea mahali umefika. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba na aliyesimama achunge sana asije. Kwa sababu wapendwa, kuna kuanguka, kuna kurudi nyuma, kuna kuanguka. Wana wa Israeli walipotoka wakafika bahari ya Shamu, Farao alifanya nini? Aliwafuata awarudishe. Wapendwa, kuna maroho za kufuata watu kuwarudisha mahali walikuwako. Kuna forces za kupigana na wewe. Kazi yao ni moja, kupigana na wewe, kukurudisha mahali ulikuwako. That's why tunakumbana na ndoto kama hizi. Unaota ukiwa shuleni, unaota ukiwa primary. Haustahili kuota mahala ambapo hautawahi rudi. Unastahili kuota na mahali umefika. Unastahili kuota na mahali umeenda. Haustahili kuota na mahali ulikuwako. Haifai hata kidogo. Maana mimi sitawahi rudi primary. Miaka yangu yote sitawahi rudi primary. Is it possible? Is it possible you go back to primary? Is it possible urudi class 1? It will never happen. So haupaswi kuruhusu ndoto yoyote umevaa uniform ya shule ambayo ulikuwa umevaa. Haupaswi kuruhusu, kwa sababu inaashiria nini? Kurudishwa nyuma. Angalia ukiwa class 2 ulikuwa unawaza aje? Saa hii na ukiwa class 2 mnawaza the same? No. Hebu angalia ukiwa class 2 ulikuwa unajitegemea ama ulikuwa unategemea wazazi? Kwa hivyo ukiota na hivyo ni nini unaletewa? Utaangushwa ufike level mpaka ushindwe kujiweza, uanze kutegemea watu. Kazi ni kupigia watu simu kuwaomba pesa. Kwa sababu uliota ukiwa class 2. Na kwa sababu uliota ukiwa class 2, uliota ukiwa primary, uliota ukiwa high school, ulikuwa haujitegemei, ulikuwa unategemea nani? Wazazi. So all of a sudden life ina change. Ulikuwa unajitegemea
Sasa kazi ni kutegemea dada yako, ndugu yako, nitumie 200, nitumie 500, umerudishwa kwa ile hali. Kwa hivyo wapendwa, ni vizuri ujifunze kuombea mahali umefika, kifamilia, kindoa, kipesa, kimaendeleo, kiafya, kwa kila jambo, hata katika mambo ya Mungu. Wapendwa, jiombee na uombee mahali umefika. Mwambie Bwana, ni asante mahali umenifikisha. Ninaomba ulinzi, ninaomba ukuu wako Bwana. Natangaza sitarudi nyuma mahali nimefika. Kila mahali ya maisha nimefika, ninaomba kuendelea mbele, na kataa kurudishwa nyuma. Na roho yoyote inapigana kunirudisha nyuma haitafaulu. Haya ni maombi ambayo unapaswa kuomba kwa maisha yako. Maana wapendwa, watu wanarudishwa nyuma. Hakuna mtu, rafiki, jirani fulani ulimjua, mliachana naye akiwa wapi? Huko. Baada ya miaka kadhaa kupatana naye unampata akiwa wapi? Chini. Haujawahi patana na vitu kama hiyo? Haujawahi achana na mtu akiwa kazi, baadaye mkikutana hayuko kazi? Hamjawahi kutana kuwa na mtu alikuwa na biashara nzuri, baada ya miaka kadhaa mkikutana unamwangalia unashangaa kama ni yeye? Wakati mwingine ninaona vipindi vingine vya kuonyesha wale watu ambao walikuwa stars zamani, jinsi ambavyo maisha yao imefanya nini? Imeharibika. Unaonyeshwa mwimbaji alikuwa dunia nzima anajulikana, unaonyeshwa maisha yake ya leo, unasema sio kuzuri, mambo si mazuri. Na tuko na watu ambao wewe unajua walikuwa wanafanya vizuri, hivi leo wanaonewa huruma. Ninakuombea katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, roho zozote na wanadamu wote ambao wanapigana wakurudishe nyuma hawatafaulu. Weka mkono wa kulia juu, sema kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Sema kila roho inayofanya bidii na kupigana isiyofurahia mahali nimefika haitafaulu kunirudisha nyuma. Wanaofanya bidii kunirudisha nyuma, wanaopigana nirudi nyuma kwa maisha yangu, na kataa kurudi nyuma. Roho za kunirudisha nyuma katika jina la Yesu, hamutafaulu kwa maisha yangu, hamutafaulu kwa maisha yangu, hamutafaulu kwa maisha yangu katika washindwe wanaofanya bidii kukurudisha nyuma. Washindwe wanaoweka njama za kukurudisha nyuma. Washindwe kwa jina la Yesu. Jana nilikuwa naendelea kuangalia kipindi hicho cha wale mabusu ambao wameshikwa. Mtu analia, niliona mzee akilia. Uliona ule mzee Mkamba akilia? Nafikiri hiyo tunakumbuka wote, ambaye sijui walifanyana aje na mke wake sijui alikuwa anataka nini. Au mzee alikuwa na mashamba, alikuwa na utajiri, akatafuta namna ya kumrudisha nyuma, akamwekelea ya kwamba ameshika msichana wake kwa nguvu, na mzee akafungwa ndani. Mama akabaki na mali, akauza kila kitu, ikawa hivyo. Baada ya miaka 17 ndio msichana amekuwa mkubwa, anaenda jela kusema kwamba niliambiwa niseme hivi na hivi na hivi. Wewe unataka kuniambia mzee akitoka jela anarudi aje square one? Kuna watu waliekelewa wakafungwa jela, mali yao ikachukuliwa. Kuna watu wakitoka jela walikuwa juu, sasa wanatoka wakiwa chini. Ninakuombea isiwahi tendeka kwa maisha yako. Ninakuombea isiwahi tendeka kwa maisha yako. Kuna mtu aliibiwa na maisha yake ikabadilika, akatoka juu akarudi chini. Kuna mtu alichomekewa, akatoka juu akarudi chini. Kuna mtu alipata ajali, ukipata ajali utaendelea kufanya vitu vile unafanya, akatoka juu akarudi chini. Ninatangaza kwako isitendeke, isifanikiwe kutendeka kwako, wasifanikiwe kufanya kwa maisha yako, wasifanikiwe kufanya kwa maisha yako. Yeyote anatafuta njia yoyote ya kukurudisha nyuma, ninaomba asifaulu. Nasema ninaomba asifaulu. Vitu yoyote ya wewe kurushiwa ili urudi nyuma, ninaomba isifanikiwe
Kuna mtu alirushiwa magonjwa, alirushiwa nini? Mimi ni mshahidi, nimeombea watu nikatoa kwa nyumba ambao wamewekewa magonjwa ya kuwaweka kwa nyumba ndio wasifanye kazi. Usipofanya kazi utalipa nyumba na nini? Usipofanya kazi watoto watasomaje? Usipofanya kazi utaendelea aje? Si unarudi? Mimi nimeombea watu wengi sana. Naambia hapana, hii si magonjwa, hizi magonjwa, hii ni kuondolewa kwa kazi. Mwingine alikuja akaniambia, pastor, amepatikana na shida mbaya sana, inahitaji pesa mingi tena sana. Ananiambia, pastor, karibu mwezi mzima nimekaa kwa nyumba. Nilikuwa ninaleta mali yangu, nilikuwa ninaleta bel 10 ndio nilikuwa naleta, sasa inaleta 1. Kwa sababu ukiwa mgonjwa ukae kwa nyumba, kazi ni kufanya nini? Ni kukula tu na kutibu. Hiyo yote inachukua nini? Si utakula pesa nyoko nayo, si utakula stock, si utakula mpaka pesa ya kazi. Alipo jaribu kupata nguvu akasema, sasa hii pasta naweza nikaleta 1. Akaniambia, pastor, sasa hivi umeona vile nimetupimwa, nimeambiwa iko hivi na hivi na hivi, nahitajika kwenda na shilingi 20,000. Nahitajika kufanywa ina hiyo pesa sina. Nikamwambia, kuja hapa tuombe katika jina la Yesu. Unajua niliomba na yeye hapo. Unajua aliamka akiwa sawa. Ile lineup ya pesa alikuwa amewekea yote ikaenda X. Unafikiria hii ni nani alikuwa anapiga? Lazima ni jirani tu hapo kwa kazi alikuwa anampiga ndiye atoke ndiye achukue wateja. Sasa unataka kuniambia baada ya ugonjwa ya mwezi hiyo amerudi wapi? Square one. Ninaomba isitendeke kwa maisha yako. Ninaomba isitendeke kwa maisha yako. Ninaomba isifaulu kwa maisha yako. Na ndio maana niko hapa kukufunza ya kwamba ni vizuri ujifunze kuombea mahala umefika. Ombea biashara yako mahali imefika. Ombea ndoa yako mahali imefika. Ombea afya yako mahali imefika. Hata kwa mili watu wanatokewa na vitu za ghafla na inabadilisha maisha yao. Mtu alikuwa mzuri tu na mwili, hana shida na mwili, kunatokezea something. Kunatokezea kitu unasikia ameparalyze pande moja. Kunatokezea kitu unasikia sijui kuna. Ninaomba katika jina la Yesu isifaulu kwa maisha yako. Nasema jifunze kuombea mahali umefika. Umefika wapi? Ombea hapo. Ombea hapo. Ombea hapo. Ombea hapo maombi ya protection. Omba maombi ya nini? Ya protection. Omba maombi ya ulinzi. Mahali watoto wako wamefika kimasomo, waombe. Mahali wamefika kikazi, waombe. Mahali wamefika kwa ndoa zao, waombe. Mara nyingi tukishafika huwa tunasahau. Tukishafika. Enda soma kitabu cha Kumbukumbu la Torati 8 kuanzia 1. Mara nyingi tunasahau wakati tumepata. Na Kumbukumbu la Torati linaongea kuhusu wakati utajenga, usisahau Mungu. Wakati utakuwa na mali nyingi, usimsahau Mungu. Mara nyingi tukishapata tunafanya nini? Tunasahau. Nimekuja kukuambia kwa jina la Yesu vitu viwili. Kumbuka kuombea mahali umefika. Mkumbuke Mungu pia mahali umefika. Mkumbuke pia Mungu mahali umefika. Hiyo ni nambari ya kwanza. Nambari ya pili, jifunze pia kuombea vile ambavyo unaendelea. Jifunze kuombea pia nini? Vile ambavyo unaendelea. Tumesema ya kwamba jifunze kuombea mahali umefika. Na sasa pia jifunze kuombea vile unaendelea. Ombea vile unaendelea. Maana kuna mapepo pia kazi yao ni kuattack. Usiendelee. Sasa hawa hawakurudishi. Tumesema ya kwanza jifunze kuombea mahali umefika. Na ni vita gani tunapigana kuhusu mahali tumefika? Ni vita vya kurudishwa nyuma. So kama nimefika namba 10, basi marozi napigana na mimi ni kunurudisha chini ya namba 10. Ya pili nimesema jifunze kuombea vile unaendelea. Kuna watu mahali wamefika wamekwama. Mnajua hivyo? Kuna watu tu ni yeye yule jana leo kesho na habadiliki.
Haujawahi kutana na mtu akamwambia haki ya ubadiliki, wewe tuko vile vile, kazi ni ile ile. Wasichana wangu walinipatia warning. Akaniambia daddy, huyu mkubwa amenishanipatia warning next year. Anambia daddy, nimezaliwa Kericho. Primary nimesoma Kericho. High school nimesoma Kericho. Hapana, sisomi hiyo ingine, sisomi Kericho. Hata mimi nataka kubadilisha. Bwana asifiwe. Lakini wewe uko pale pale, umezaliwa pale, umesomea pale, umefanya pale, umefanya kazi pale, umeolewa pale, kila kitu pale, unabaki vile vile. Ombea vile unaendelea, maana hapa unapigana vita, unapigwa vita vya usiendelee. Maana kuna watu mahali wamefika ni basi hawaongezeki. Unanielewa? Sasa lazima uombee vile unaendelea, maana kuendelea kwako ndiko kunaleta mabadiliko. Kama mahali umefika utaendelea, utabaki vile vile, utakuwa vile vile. Leo tukija biashara iko vile vile, kesho tukija iko vile vile, mwaka huu ni vile tu. Nini ni vile? Unapaswa kuomba uendelee, usikwame mahali pamoja. Roho ya roundabout. Roho ya nini? You are busy, but you are busy going where you are. Kazi yako uko busy, mahali unaendaka mahali umetoka. Ukiwa na roho ya roundabout, unaendaka tu mahali umefanya nini? Mahali umetoka ndio unaenda. But wewe unafikiria uko busy, lakini uko pale pale. Kumbukumbu la Torati 1 mstari wa 6, natumai ndio. Bwana Mungu wetu alituambia kule Horebu, mlivyokaa katika mlima vyatosha. Bomoeni hema zenu, mgeuke mshike njia muende. Hata Mungu anachoka na watu kukaa mahala pamoja. Mahali umefika, ombea, na pia omba kwa sababu ya vile unaendelea. Saa zingine wewe unajibu mtu unamwambia siendelee vizuri. Umewahi sikia kitu kama hiyo? Saa zingine unajibu unasema ninaendelea. Hiyo neno kuendelea, ombea kwa maisha yako. Nambari ya 3, jifunze kuombea kenye umepata. Je, kuna vitu unapata? Kuna vitu uko nazo ambao unahesabu hii ni vitu yangu. Jifunze kuombea vitu zenye uko nayo, maana pia shetani hataki ukue nayo. Yohana 10:10, shetani alikuja kufanya nini? Kuiba. Kuiba ni kuondoa vitu kwako. Nambari ya 2, alikuja kuharibu vitu. Vitu vinaharibiwa, vinauawa kwa maisha yako, na alikuja kuharibu. Hizo roho 3 ndio shetani anataka vitu zenye uko nao. Unajipata unakuaga na vitu lakini inaharibiwa. Unakuaga na vitu inaharibiwa. Unakuaga na vitu inaharibiwa. Unakuaga na vitu inaondolewa kwako. Wapendwa, pia ombea kenye uko nayo. Ombea vitu zenye uko nayo. Na watoto pia ni baadhi ya watu ambao uko na ni mali yako. Mume wako ni mali yako, mke wako ni mali yako. Kuja kwa shamba, kuja kwa nyumba, kuja kwa biashara, ni nini ambayo ni yako? Ombea vitu zenye uko nayo. Kitabu cha Ayubu 1, natumai nitakutafutia by kesho ni wapi. Maandiko yanasema Ayubu alikuwa anatoa sadaka kwa ajili ya watoto wake. Ni vizuri pia ujifunze kutoa sadaka kwa ajili ya vitu vyako. Tolea sadaka vitu yako. Tolea, sijesema utoe sadaka kwa ajili yako. Yesu ni sadaka yetu. Nilikufunza nikakwambia mwenye vitu ndiye anatoa sadaka. Haleluya. Na wewe ni wa nani? Wewe ni wa nani? Wewe ni wa Mungu. Wewe ni wa Mungu, si ndio? Na kwa sababu wewe ni wa Mungu, Mungu alipokuwa anakuhitaji alitoa nani? Yesu. Sawa sawa. Akamtoa Yesu, akapata nani? Wewe. Mali, gari ni ya Mungu ama gari ni yako? Watoto ni wa Mungu ama watoto ni wako? Vitu ni ya Mungu ama ni zako? Sasa na wewe pia unapaswa kujifunza kutolea vitu yako sadaka. Natoa sadaka ya protection. Bwana Yesu asifiwe. Toa sadaka, jifunze kutolea biashara yako sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanaenda kwa uchawi, wanalinda na sadaka za uchawi, ndio wanalinda nao kazi zao. Watu wameenda kwa uganga, wametoa pesa za kulinda ndoa zao, za kulinda maisha yao. Kwani upatani na vibao vya waganga vinaandikwa aje? Wanasema aje?
Kukinga boma. How did they kinga boma? Unawa invite tu na kukingia boma. Si kuna sadaka wanatoa kwa uganga. Kuna pesa wanatoa ya kukinga boma zao. Baka kuna dawa za mapenzi, si ndio? Wewe umewahi toa sadaka ya mapenzi na mume wako? Haujatoa, ndio maana kinafika mahali kinakufa. Sasa zile wengine wanatumia nini? Wanatoa sadaka kwa uchawi kuchunga nini? Mapenzi kwa ndoa zao. I'm serious. I'm teaching you what is going on outside here. Hii vitu inaendelea. Ukishakuwa pia na rafiki mzuri, unaweza toa sadaka kwa sababu ya rafiki mzuri kumchunga kwa maisha yako. Maana kuna watu uko na wao ni wa faida sana kwa maisha yako. Hao ndio shetani anataka kutoa kwa maisha yako. Akuachie watu ambao hawana maana kwa maisha yako. Jifunze kuombea vitu zenye uko nazo. Na jifunze pia kutolea sadaka vitu zenye uko nazo. Watu wanachunga vitu zenye wako nazo. Bwana asifiwe. Si kuna watu wanalipa watu wachunge mali zao? Iko ama hakuna? Kuna watu wameandika watu kazi yao wanatoa pesa kufanya nini? Mali yao ichungwe. Wewe unatoa nini ichungwe? Jana kuna kitu niliona Nairobi, kumekuwa na hiyo kisanga cha watoto kuibiwa sana Sasa kuna mama aliibiwa mtoto yake. Sijui alienda kufanya nini. Alienda kwa uganga akafanya chake. Mwenye aliiba mtoto amekuwa mgonjwa mbaya sana. Sasa hata akipigiwa simu mtoto amepatikana na wasiwasi, anambia nipeni ongea na huyo mama. Anamwambia utachuna masikio, hautaiba watoto wa watu tena siku nyingine. Huyo mama sasa yako na vile anaongea hajiwezi kwa sababu aliba watoto hawa. Aliba mtoto mwenye anachungwa na madawa. Hamjaona watu wakivalisha watoto mablada nyeusi kwa mkono? Unafikiriaga inakuaga bango na marembo? Hamjaona wakiwavalisha hapa? Sana sana huku chini inafichwa sana. Enda sehemu za pwani. Haifichiki. Pwani haifichiki. Mtoto akiwa bila nguo utaona ka kitu ka black, alafu ka ngozi kameshonelelewa hapa. Wamama utapata wameshonelea wapi? Hapa. Hii ni ya kukinga mtoto wangu asifanye nini? Asipotee. Na tuko na watu huku pia wanafanyia watoto hizo vitu, wanavalisha mtoto kiblada hapa ama hapa. Ati cha kumkinga asifanye nini? Asipotee. Kwani hiyo kinga alipewa bure? Alipewa bure. Kuna watu wanaingisha huko. Unaona kwa hizi majoints anatoboa, wanaweka vitu. Kwa nguo za mtoto wamepewa vitu kwa waganga, wanawekaga kwa hizi joints zenye ziko hapa katikati. Sasa inakuwa kwa nguo ya mtoto. Ni ya kukinga mtoto asipatwe na nini? Hizo vitu wanapewa bure. Wanapewa na pesa. Wewe unafanya nini kuchunga kenye umepata? Wewe unafanya nini kuchunga hiyo biashara yako? Na kuna watu wanaotea biashara yako sana. Wanauliza utashindwa lini utoke wachukue hiyo nafasi. Wewe unafanyaga nini? Number 1, ombea vitu zenye uko nazo. Number 2, jifunze pia kutoa sadaka kwa sababu ya vitu zenye uko nazo. Sema amen. Sema amen. Na ya mwisho, jifunze pia kuombea vitu zenye unataka kufanya. Kuna wengi sana katika maisha utapata ya kwamba umetaka kufanya vitu mingi lakini haufanyi. Kila mara unataka nitafanya lakini haufanyi. Je, huwa unaombea kenye unataka kufanya? Jifunze pia kuombea kile ambacho unataka kufanya. Ni nini unataka kufanya? Ombea pia hiyo vitu. Jifunze pia kuiombea. Sema amina. Mpaka hapo wangapi wamebarikiwa? Mpaka hapo umebarikiwa? Kwa jina la Yesu. Nataka nimalizie nikisema hivi. Kesho tutaanza kuangalia Genesis chapter 1, chapter 2, chapter 3. Tutaangalia mtu wa kwanza asiyetaka ufanye vizuri ni Shetani. Tutaona kesho Mungu aliweka manadamu mahali pazuri. Shetani akasema lazima nitamtoa hapo. Tutaangalia mtu wa kwanza asiyetaka ukue mzuri ni Shetani. Na nikuambie, Shetani anafanya bidii mchana na usiku kuhakikisha anakutoa mahali Mungu amekufikisha. Na ndio maana tuko hapa kuomba. Elimu tukiwa nayo inakuwa kinga ya maisha yetu. Tunatumia kujua kutangaza ya kwamba Shetani hautanitoa mahali niko. Kwa hivyo tunatumia elimu, na ya pili tunafanya nini?
tunaomba. Haya mambo mawili ndio tunatumia. Sasa leo tumejua ya kwamba kuna vitu tunahitaji kufanya. Sasa natumai utakuwa ukiombeaga vitu yako. Simama juu kwa miguu yako. Wakati inafika watoto kufanya mtihani, jifunze kuombea watoto yako wakati wa mtihani. Bwana asifiwe. Jifunze kuombea wakati wa nini? Wa mtihani. Baba, katika jina la Yesu ninaombea watoto wangu wanapoanza mtihani leo, kesho. Baba, ninaombea mitihani yao. Maana tuko na watoto wengi wanafanya vizuri darasani, lakini kwa mitihani wanafanya vibaya sana. Umewaona kitu kama hiyo? Mpaka mtoto mwenyewe anashindagwa. Anasema pasta, kwa darasa hesabu, Kiswahili ninaangalia vitabu yangu zote ziko sawa na naelewa mwalimu, lakini sijawahi jua ni kwa nini ikifika kwa mtihani sifanyage vizuri. Mmeisikia vitu kama hizo? Hakuna vile unaweza fanya vizuri kwa darasa na ukose kufanya vizuri kwa mtihani. Iko kitu. Iko nini? Iko kitu. Vita vya masomo. Jifunze kuombea watoto wako. Leo nataka nikutume tu na kitu ya maana sana. Jifunze kuombea vitu. Hiyo vitu 4 nimekupatia. Enda angalia vizuri. Ombea mahali umefika, ombea vile unaendelea, ombea vitu yenye unataka kukua nayo, na uombee vitu yenye uko nayo. Hayo ni maisha mzuri, utaendelea vizuri. Kesho tutaendelea, kesho kutwa, kesho wengine utafunguka akili yako, na ninaamini Mungu hakuna mtu atakutoa mahali umefika, na hakuna mtu ataondoa kenye uko nayo. Maana kuna wengi vitu haikai kwa mikono yako. Shetani ashindwe. Inua mkono juu, sema kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa sababu ya siku ya leo. Nimepokea neno lako na kwa moyo wangu nimeamini, na kwa ajili ya kuamini nasimama kukiri ya kwamba Bwana wewe ni Mungu. Ulisema ya kwamba hatutaishi kwa mikate tu, ila ni kwa neno la Mungu. Kupitia kwa neno lako natangaza shetani hautafaulu na hautaendelesha kile ambacho ulikuwa umeanzisha kwa maisha yangu. Napokea ukombozi wangu kupitia kwa elimu ya Mungu, kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu naomba na kuamini. Patie Yesu makofi mazuri. Mungu akubariki sana mtazamaji wangu, natumai ya kwamba umebarikiwa na somo letu la siku ya leo. Ndio tumeanza na tunaendelea wiki hii. Ningelikukaribisha sana kila mara ukaweze kunisikiliza. Natumai ya kwamba kuna elimu ambayo utapata na pia utajua jinsi ya kufanya katika jina la Yesu. Ni vizuri kukuwa mtu ambaye anaomba, ambaye ameelimika. Mtu muombaji asiyeelimika ako na shida. Lakini ni vizuri kuelimika kwanza, alafu chukue hatua ya kuomba, itakuwa sawa. Mimi nakuombea kwa jina la Yesu, mahali umefika usirudi nyuma, na kuombea uendelee vizuri, na kuombea kwa yale ambao unataka kuyapata yafanikiwe, na pia na kuombea yale ulio nayo yadumu katika maisha yako. Tukutane kesho, hakikisha umeshare video hii ili ukaweze kukua baraka kwa wengine. Ni Apostle PM Simiyu, Voice of Fire, wa kanisa la Winners Celebration Center Kericho, fellowship where everybody is somebody. Amen.